Uliwahi kujiuliza kwamba mwanamke anaweza kutafutaje mwenzi wa maisha? Ni vitu gani vya muhimu ambavyo msichana anaweza kuvizingatia ili kupata mume aliye bora? Mara nyingi katika jamii vitu ambavyo vimeaminika ni kwamba mwanamke hatakiwi kutafuta. Anaweza tu kukaa akasubiri mwanaume yeyote anayekuja ili mradi tu awe tayari tu kuolewa. Lakini huu si msingi wa Biblia. Kwa sababu ukiangalia story ya Ruth inatuonyesha kwamba Ruth ndiye aliyekwenda kwa Boaz. Na maana yake alikuwa na kitu ambacho kilichompeleka kwa Boaz. Alijua huyu ndiye naweza nikaungana naye na kutengeneza kitu fulani. Lakini tukiangalia binti za Selofehad, tunaona Mungu anawaamrisha kwamba anasema kwamba waolewe na wanaume watakaowapenda. Kwa sababu walikuwa na urithi na ule urithi wajue sehemu ya kupeleka. Kwa hiyo inanipatia picha nyepesi sana ya kama mwanamke naye ana nafasi ya kutafuta. Japo utafutaji wake ni wa kujitegesha mahali aweze kukutwa, si ndio? Kulingana na tamaduni zetu Afrika, lakini haimaanishi ni wa kukaa tu asubirie kitakachokuja apokee. Sasa hii ndio kitu ambacho tunakwenda kujadili leo. Na ninakupatia nafasi ya kwamba uweze kutoa komenti yako ikiwa kuna kitu ambacho unahitaji kufahamu zaidi, ama kuna kitu unatamani kingeelezewa kwa uzuri zaidi, ama kuleta mchango wako. Lakini swali langu ni moja ambalo ninahitaji uandike kwenye komenti. Je, kijana binti akimpenda mvulana, je, ni sawa kumfuata na kumwambia ninakupenda ama anatakiwa kufanyaje? Tuende kwenye majibu yetu ambayo tunazungumzia maandalizi ambayo binti anatakiwa kuwa nayo au msichana anatakiwa kuwa nayo ili kupata mwenzi wa maisha. Jambo la kwanza ni binti anapotafuta mwenzi wa maisha ni kujua yeye ni nani. Swala kujitambua ni kila mtu analifahamu. Ni kujitambua yeye ni nani. Lakini kujitambua ni nani kwa picha, sio picha ya jamii, kwa picha ya Mungu anamtambua yeye ni nani. Lakini na kujua pia yeye ana vitu gani vya thamani ambavyo viko ndani yake. Hana uwezo gani, ili kuepuka kwamba anapokwenda kuolewa ule uwezo usije kuharibika alionao. Anaweza kuwa ni mwimbaji, anaweza kuwa ni mchoraji, anaweza kuwa ni ana chochote anachoweza kukifanya, si ndio? Kila ambacho Mungu amekiweka pia ndani yake. Kuna vipaji ambavyo mtu anazaliwa navyo. Lazima hajue hivyo ndivyo vitakavyo pia mpatia nafasi ya kujua hivi ni vipi vitaungana vipi na mtu mwingine. Lakini pia lazima aweze kutambua ya kwamba ili kupata mwenzi sahihi aelewe mfumo unavyokwenda. Mfumo unavyokwenda maanisha kwamba tunafahamu kama mtu asema anapewa mtu wa kufanana naye, lakini in fact unapewa mtu wa kufanana naye. Maana yake ni kana kwamba una upungufu, lakini si upungufu, ila unahitaji mtu ambaye anaweza kukamilisha katika kufanikisha jambo fulani. Jambo fulani unahitaji kulifikia, lakini unahitaji mtu wa kusupport. Kwa hiyo ajue kwamba anatakiwa kuwa na kitu positive, akutane na mtu mwenye kitu positive, waungane, lakini atakuwa na upungufu wa namna fulani na pia atahitaji mtu wa kumsaidia. Kwa ndo maana kuishi maisha halisia, maisha ulionayo ni jambo la muhimu kama binti. Kuepuka kufake, kuepuka kuiga maisha ya watu wengine. Mtu anapoiga maisha ya mtu mwingine inakuwa katika hali fulani. Just fikiria mfano. Nikupe mfano mwepesi. Umeamua kuishi maisha ya kitajiri. Kama mimi nitaigiza, nitajilemba, nitajipodoa, nitafanyaje. Alafu then kuna mtu ambaye yeye anatamani kuinuka kiuchumi. Lakini anasema kwa sababu hii nikipata mwanamke ambaye ni kidogo uwezo wake ni mzuri, mimi naweza kuwa na idea. Yeye atasupport hizi idea. Alafu anakuja kwako mnaanzisha mahusiano. Kama mwenzako anajua ana struggle kiuchumi, hajaungana na wewe kwa sababu tu ya ulembo wako, ni kwamba anajua kuna potential ambazo ataziunganisha na wewe na za kwake, alafu then msonge mbele kimaisha. Alafu umeamua kufake maisha. Kitakachotokea ni kwamba baada ya kuingia kwenye ndoa mtagawanyika, kwa sababu wewe ulitegemea akupe na yeye alitegemea umpe, alafu then mnakuja kuishi maisha ambayo hayatoleta maana. Ndio maana kuishi maisha halisia yale ulionayo yanatengeneza picha nzuri. Nakupa mfano wa pili. Wewe ni mtu wa kiroho, si ndio? Ni mtu wa kidini, si ndio? Na unajua kabisa mahusiano yako na Mungu hayako stable sana, ila unaamua kuigiza kuwa kama mtu wa kiroho sana. Maombi mengi nini, kumbe yote hayo ni target ya kupata kijana. Kwa mwisho wa siku anakuja kijana anayempenda mtu wa kiroho, lakini
anatafuta mtu ambaye watasonga naye kwa sababu anafahamu kuna madhaifu anayo, ambaye anaamini nikipata mwanamke ambaye ni wa kiroho sana kwenye vita nayo pambana anaweza kunipushi mbele. Sasa anapokuja kukutana na wewe ambaye ni muigizaji, sasa unajua kitakachotokea ni kwamba yule hatopata support. Kwa nini? Kwa sababu umeamua kuishi maisha ya kuigiza. Ukiishi maisha yako mwenyewe mbele za Mungu, itakuwekea wepesi hata kutafuta mwenzi wa maisha. Kwa kuchagua kuishi maisha ambayo ni halisia, yanakupatia picha nzuri ya kwenda mbele kimahusiano. Lakini kitu kingine ni kujua kwamba haya maisha yanaongozwa na nguvu. Kuna nguvu zinazoongoza haya maisha. Kuna nguvu hasi na nguvu chanya zinaongoza maisha ya binadamu, si ndio? Kwa ni wewe kujua unajiseti upande gani, kwa sababu utavutia kila ambacho unaweza kuwa nacho. Unaona? Kwa ni muhimu sana kuamua kuishi maisha ambayo yatavutia yule ambaye atakufaa, si ndio? Kukaa katika mazingira ambayo yatavutia yule ambaye atakufaa, lakini kukaa katika mazingira ambayo utaona wale watakao kutana na wewe. Mfano, mimi napenda kujifunza neno sana, kujadili vitu vigumu kwenye issue za Biblia. Na ukiangalia watu wengi ambao wanapata nafasi ya kukutana nao kwenye maisha yangu, asilimia kubwa hata ukiangalia namba zangu za simu, ni wachungaji. Kwa nini? Ni kwa sababu niko vile ambavyo watu wanaweza kunisupport, wanaweza kukutana nao watu wakuuliza ni wachungaji, kwa sababu muda mwingi naotumia kutafakari concepts ambazo ni nzito kwenye Biblia kwa uwezo wangu wa kuelewa. Sinaona kama hizi zinaweza kuwa na uzito fulani. Kwa muda mwingi natafakari mambo hayo. Sasa kwa niko hivyo ninatafakari hayo, automatically kuna nguvu inayonisaidia kupata watu ambao naamini naweza nikajadili nao tukapiga hatua katika haya, nikaelewa hili nisiolijua, nikaelewa hivi. Vivyo hivyo unapotafuta mwenzi wa maisha, ni vizuri usijisahau kujiposition mahali, kukaa vile ulivyo na ili kuvutia kitu ambacho unakihitaji. Na maanisha hivi, unatafuta mwenzi wa namna fulani kusonga mbele kiuchumi, lazima sasa na wewe ukae katika mtazamo huo, si ndio? Hata kama una fedha lakini una hiyo idea au unatamani unatamani kuishi maisha ambayo unaokoa watu wengi kuwaleta kwa Yesu. Lakini ukiona na mwanaume ambaye hana mpango kabisa na utume, hana mpango na kuokoa watu, au hana mpango na kusaidia jamii. Sasa mimi natamani nisaidie jamii kwa wingi, watu wenye changamoto fanya na usaidie watu. Wewe ndio mtazamo wako ukarimu kusaidia watu kwenye jamii, labda watoto yatima au nani. Wewe ndio mtazamo wako. Sasa usipojiposition katika namna hiyo, unachofanya unaweza kuvuta mtu ambaye yuko kinyume kabisa na hiyo plan ambayo uko nayo. Mwisho wa siku atakuja ataizima, alafu ya kwake na wewe utaizima, kwa sababu nyinyi hamkuwa watu ambao mlitakiwa kumatch, si ndio? Kwa sababu hatujakutana kuzimana, tumekutana kusaidiana. Sasa ukikutana na mtu ambaye ni tofauti, utakachotokea ni neema ya Mungu tu kuweza kuwasaidia. Sasa kitu kingine chepesi ambacho tunaweza kukizingatia ni kwamba binti kama unatafuta mwenzi wa maisha, ni vema kuwa mtu wa kujifunza mara nyingi sana. Kutenga muda wako mwingi kujifunza kitu ambacho unataka wanaume jinsi walivyo, kujifunza. Sababu unapojifunza kile unavyofikiria ndicho kinachotengeneza maisha yako. Kupuuzia kujifunza kuna kufanya pia maisha yako yawe hivyo. Lakini unapojifunza, unapokuwa mtu wa kusoma, kutafakari, kufanya kazi kwa bidii, kuishi ukweli unaojua, inakuandaa kukutana na mwenzi aliye sahihi. Alafu nizungumze issue ya usahihi. Issue ya usahihi, kama nimekutana na mwenzi asiye sahihi, kwa nini niachane naye nitafute mwenzi wangu aliye sahihi? Hapana. Hapana kabisa. Yaani ikiwa mmeshakutana na mtu, mmefunga ndoa, huyo Mungu alisharuhusu. Kama Mungu aliruhusu, maana yake anajua kuna msaada anaweza kautoa. Kitu ambacho Mungu anaamua kuruhusu, hata kama ni kibaya, lakini karuhusu, maana yake ana uwezo, anajua ukitegemea yeye namna anavyoweza kubadilisha mabaya akawa mema, si ndio? Anaruhusu tu. Lakini kuna vingine Mungu kabisa hawezi kuruhusu. Anajua hiki kuna makosa ambayo yamefanyika na kuna kitu ambacho hakiwezi kutokea. Sasa hapa ninahitaji kuintervene. Anaingilia na anazuia kabisa, anajua hapa hakuna kitakachotokea. Sasa hatuwezi kuingia kwenye akili ya Mungu. Sasa Mungu anazaga hivi. Tunazungumza yale ambayo tunaweza kuyaona kwa experience, lakini bado Mungu hapimiki. Kwa hiyo ikiwa umeingia kwenye ndoa, usiseme mimi niingia mtu asiye amezima ndoto zangu kwa maisha yangu yamekufa, kwa hiyo huyu ni kama mkosi. Hapana. Bado katika hiyo challenge Mungu anaweza akageuza akayaleta mazuri kutoka katika yaliyo mabaya, si ndio? Sasa
Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba binti anaweza kujiandaa kutafuta mwenzi wa maisha. Sasa point ni kwamba umemwona mtu fulani anafaa kabisa. Anafaa. Unafanya nini? Hiyo ni swali ambalo nimeliuliza. Na mimi sitajitolea jibu hapa, kwa sababu nataka majibu kutoka kwenu au kutoka kwako ya kwamba je, binti amemwona kijana anafaa kuja naye kwenye maisha akawa mume wake. Je, amfuate ama asubiri afatwe? Ni kitu gani anatakiwa kufanya pale ambapo binti amemwona kijana ambaye anafaa kuja naye kwenye mahusiano? Anatakiwa kufanya nini? Kwa hiyo ni swali ambalo ninalitoa kwako, nasubiri comment yako kwenye hili swali. Lakini pointi zangu ilikuwa ni kwamba binti anatakiwa kujiandaa kuingia kwenye ndoa. Lazima apevuke kiakili, lazima apevuke kihisia, kuweka mbali habari ya maisha ya kitoto, kuweka mbali maisha ambayo ni ya kimtandao, kwamba mimi ni mtu wa mtandao, ni mtu wa hivi, unaishi kama wengine wanavyoishi. No, lazima upevuke, kwa sababu maisha hayana part 2, yana part 1 tu. Ukishaingia kwenye maisha, ukishazaliwa ni part 1, maisha yanaendelea mbele. Utakufa alafu karudi ukaanza upya maisha. Hapana. Ukishaamua kuishi, umeamua kuishi. Maisha yanatengenezwa, yanapambaniwa, yanakuanguka ndio, yanakuinuka, yanakuanguka, lakini hayo mara moja. Kwa hiyo tumepewa maisha mara moja. Kwa hiyo kama ni binti lazima uamue kufika hatua, uachane na vitu vingi ambavyo unaona vikusaidii, uamue kufocus ili kuvutia, si ndio? Kuwa kama ua linavuta nyuki wa namna fulani kulingana na vile lilivyo. Kama likinuka nyuki hawatakuja, si ndio? Kwa hiyo lazima utengeneze mazingira ambayo yatavutia watu wa namna fulani. Kwa hiyo ni swala ambalo nakutia moyo ya kwamba ikiwa una jambo fulani la kuuliza, Mungu atakusaidia. Unaweza kaandika kwenye comment, lakini pia unaweza kuomba na Mungu akupatia majibu hapo ulipo, kwa sababu Mungu hana upendeleo kwamba ninawapendelea wanaume, wanawake ni vifaa tu vya kusukumiza ili wasaidie tu wanaume, kama wenyewe si chochote. Sio Biblia isemi hivyo. Kila binadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Awe mwanamke, awe mwanaume, wote wana thamani mbele za Mungu. Ila tu wanatofautiana kwenye majukumu. Hauji kubadilisha njozi ya mwanaume. Hauji kubadilisha maisha, mfumo mwanaume alionao. Mnakuja kusapotiana aende kwa unakotaka. Wakati huo wewe unamsupport kupitia kile ulichonacho kwenda kwa anakotaka. Kwa hiyo wewe kati yeye anakwenda anakotaka, wewe ni msaidizi. Wakati huo kile ulichonacho ndicho kile kinatumika kuwa kama msaada wa yeye kwenda kwa anakotaka. Ila mtakaposigishana, unataka kwenda na yeye anataka kwenda, naweza mkajikuta mbele hata kama ni miaka 20 mnagawanyika. Ndio maana kuna talaka nyingi zinakuja kukuta watu wamekaa miaka 30, miaka 40 kwenye ndoa, wamepata pesa, wamepata nini, kila mmoja anataka chake, wagawanyike. Kwa sababu gani? Kuna mmoja hakutaka kwamba kile alichonacho cha thamani kitumike kumsupport huyu aende, lakini anataka sana mimi nifike tu na mimi nionekane. Naona na mimi nionekane, na mwanamke anapambana na mimi nionekane, nina hela, kwa nini nionekane wewe ndio nionekane, na mimi nataka nionekane. Kwa hiyo kitu inaleta mgawanyiko. Kwa ukijua principle, itakuwa rahisi kwamba nina support na sio nina compete. Kwenye ndoa hatuji kucompete, tunakuja kusupportiana. Kila mmoja anamsupport mtu mwingine kufika. Ndio maana mnakuwa mwili mmoja, sio miili miwili, ni mwili mmoja, kwa maana mwili mmoja unafanya kazi kwa ulinganifu, kwa kushirikiana. Takiwa wakati mwema, kumbuka kushare video hii na marafiki na ndugu zako ambao unaamini kabisa inaweza kusaidia. Nikutakie siku njema.